Karibu sana kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Hii leo tukiendelea tena kwenye uwanja wa CCM Lake Tanganyika Kigoma. Na kama ambavyo inaonekana hapo kwenye luninga yako ni rasha zile timu zote mbili tayari ziko dimbani zikiwaamkua na kuwasalimu waamuzi wa mchezo leo. Waamuzi hawa ni Wagosi wa Ndima Coastal Union ya Tanga waliosafiri kutokea barabara ya 11 katika jiji la Tanga moja kwa moja mpaka Kigoma kwa ajili ya mchezo huu nambari 76. Match commissioner katika mchezo leo ni Samson Mkotia kutoka Dodoma, ndiyo jicho la bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu. Uwanja umetulia kweli kweli, hali ya hewa ni ya mvua kwa sasa. Picha ya pamoja na waamuzi wa mchezo leo, bila kusahau match commissioner wa mchezo, Pilato wa mchezo leo, Rafaeli Kambi akikagua vyema kweli kweli mawasiliano na wenzake. Popote pale ulipo, karibu tupige mbizi katika bahari ya maarifa. Omari, moja ya maingizo mapya hii leo. Omari mchezo uliopita alitokea bench. Nafasi hii hapa, anakamata maridadi mno mlinda mlango, anapambana tena Gamal Abdul Nasir Asa, mimina cross majanga ndani, inachezwa na utosi, mpira unakwenda nje ule. Angalia cross ambayo ilijazwa na Abdul Nasir Asa Gamal, lakini isivyo bahati mpira ule ulikwenda kutuama kwenye kichwa cha Mgunda. Anapambana Omari, nyota wa zamani wa Simba, yuko hapa kwa mkopo. Moja ya maingizo mapya hii leo. Mchezo uliopita aliingia kutokea bench Salum Ramadhani Kihimbwa. Nyuma ya mpira wa ikabu ni nyota anayecheza mlinzi wa chini Baraka Shabani Mtui. 1 2 3, tuone mpira huu utakwenda kuzaa nini. Tutazame hii mtazamaji, si mbali sana. Inabimino cross ndani, anaipangua Wilbo Maseke Changarawe, kona. Mpira ule ulikwenda ukatuama kwenye kiganja cha Wilbo Maseke Changarawe, akausukumiza nje tu. Mpira ule umekwenda nje na sasa imezaa kona. Angalia umakini wa kutupwa. 1 2 3, Salum Kihimbwa anamimina kona ndani, inachezwa tena na Maabad Junior. Mpira ule unakwenda nje. Hii ni kona ya 3 ya mchezo. Salum Ramadhani Kihimbwa nyuma ya mpira wa kona. Salum anamimina kona nzuri ndani kule, imeguswa tena na Mangush Coastal Union. Mpira unakwenda kuchezwa kona nyingine. Ni kama kuna bundi anazengea. Kwa kona nzuri ya chini kuipoteza bado tena kwenda kuondosha mauzauza yale. Wapi anaweka mali, huenda alichokifanya si matarajio ya wengi sana. Anamimina ndani, unachezwa mpira ule bado. Anajaribu kupambana Saif Abdallah Rashid Karihe, amemkunja wa kwanza, amekataa vyema kweli kweli mlinzi wa kati, na wananufaika sasa Mangush na mpira ule. Hii ilikuwa ni 50 kwa 50, ukaenda ukaondoshwa mpira ule. Hesabu za mlinzi aliyekwenda kusimama near post wakiita hivyo. Naam, ukisikia mapigo na mwendo, maana yake ndiyo hii. Jukumu lao kubwa ni kuona wanaanikiza muda wote, haijalishi iwe jua ama iwe mvua, wana jukumu zito kweli kweli. Anaweka mpira mrefu ndani kule, Saif Abdallah Rashidi Karihe aliucheza mpira ule ukiwa nje ya uwanja, na kasi yake ambayo alikuwa nayo kenda kudondoka kwenye mabango yale. Wanakuja tena Karihe, 1 2 3, nafasi hapa kwenye Nyezi Shaban. Watafanya nini Mashujaa? Jaza ndani kule, anakaa uzuri Balugu Manyasi, lakini bado natengwa tena Omari, mpira unakwenda nje ule. Ilikuwa ni nafasi nzuri ya dhahabu ambao wameitengeneza, na jaribio lilikuwa ni zuri, lakini ya kuonyesha makali yake, na wamemtoa kwa mkopo, yuko hapa kwa mkopo. Mpira ule umeguswa, umekwenda nje, umezaa kona. Shuti hasanati kwa Cleophas Anthony Mkandala, lakini sivyo bahati mpira ule. Ali Oviedo, mwamuzi anasemaje? Anasema kona doto ile. Bakari Msimu anakwenda kwa mwamuzi wa kati, anamwambia tazama vyema, sikutaraji ungelifanya maamuzi ambayo umeyafanya kwa sababu ulikuwa karibu mno na tukio. Siamini mpira ule ulikwenda kuguswa kwenye mkono. Naam, ndio jukumu lao la kwanza, kuona wanaanikiza muda wote. Kuna raha fulani hivi ambao unaipata ukiwa unaitazama Mashujaa, lakini pia ukiwa unawatazama mashabiki kile ambacho wanakifanya. Omari anaikamata maridadi mno Wilbo Maseke Changarawe. Msimu Bakari
Msimu ni kwa chini, mwamuzi anamwambia nyanyuka, alikwenda vunguni akachukua mpira ule. Angalia namna ambavyo alivyokwenda. Abdul Malik Zakaria Agrey alizama uvunguni, mlinzi wa zamani wa mafunzo ya kule Unguja. Piga hesabu zake vyema zikafanikiwa. Gwalala, mpira umekwenda nje, kona ile. Grayson Gerard Gwalala kama hapigi hivi, kumbe anapiga bwana, ana mashuti. Lina lango Eric Johora akawa na tabu, anaucheza mpira ule na kichwa kile. Abdul Nasser Asa Jamal. Firimbi ya mwamuzi wakati Rafael Ikambi kutoka Morogoro, Tanzania inapulizwa na ikiashiria kwamba dakika 45 zimemalizika. Yatakuwa karibu tena tuhitimishe kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Jaribu kuondoka na iko chini, mwamuzi anasema ni madhambi yamefanyika, yale utakuwa ni mpira wa ikabu. Ali Ramadhani Oviedo anakwenda kuoneshwa kadi ile ya njano. Pasco Joseph, angalia mkono wake wa kushoto unakwenda kwenye eneo ambalo tafutwa ni Karihe. Mgunda Ismail piga tikitaka ile, lakini sivyo bahati na unakwenda nje. Aidan anaitenga kwa Bakari Msimu, 1 2 3, nafasi hapa. Oh, namna gani Mangush anapishana na Mali hapa, ameutenga mpira mdogo ule. Mabad Junior, namna gani utulivu unakosekana. Meshak amekosa utulivu kabisa Meshak, lakini angalia pasi hasanati ambayo ilipigwa na Bakari Msimu, sivyo bahati. Mangush wameshindwa kutumia nafasi, piga kibao kata, kile mpira umefika. 1 2 3, Shaban jaza ndani. Oh, namna gani mpira unakwenda nje ule, la haula. Alitaka kuwaambia Mangush hapa, usipomfuatilia huenda baadaye usimkute tena. Saif Abdallah Rashid Karihe, ilipigwa cross moja majanga, cross dongo ile, naye akataka kujitwisha mpira ule. Wanakwenda kuanza vyema mpira ule sasa, taratibu. 1 2 3, Mundhir Vuai anakwenda chini, mwamuzi anamwambia nyanyuka wewe, acha maskhara wewe. Angalia namna ambavyo Mundhir Abdallah Vuai, Mashujaa wakanyanyua mikono juu mithili ya ule mwendo wa mateka, lakini mwamuzi Rafael Ikambi akamwambia tucheze mpira, hakuna madhambi ambayo yalistahili kuwa penalty. Wewe jicho lako limeona nini? Ndiyo faida ya kuwa na picha za marejeo. Mundhir Abdallah Vuai, mwamuzi ametafsiri kwamba alidive. Gandila cheza maridadi, mnamlinda mlango. Grayson ukimtazama bado kama kuna mwili ule wa ugonjwa bado wanao, kwamba mnene amenenepa kiasi. Hii ndio bakora ambayo ilichapwa na Mgandila Shaban, ilikuwa ya moto kweli kweli, na Wilbo Maseke Changarawe akasema we. Bakari Suleiman inanyunyizwa ndani kule sasa. Namna gani kichwa mdundiko, mpira ule unakwenda juu ya lango. Taa zimetosha, na hii ndiyo kichwa ya majaribio ambalo wamekwenda kucheza kichwa. Mabad Maulid, cross nzuri ile ambayo ilichezwa na Mabad Maulid. Mabad kinakwenda kutokea, tazame wote. Gwenzi namtoka mlinda mlango, anaikamata tena. Wacha hiyo, ilikuwa ya moto mno. Kombora ambalo limefika kwa mlinda mlango Wilbo Maseke Changarawe, akaidaka ile, ikamtoka, akaidaka tena, akaweka mchezoni wenzake. Alisha Sele Gwenzi, la haula. Shuti la mbali, bakora ya maana mno ambayo ilipigwa na Seleman Gwenzi. Anaenda kucheza Wilbo Maseke Changarawe, akicheza mpira mrefu mbele kule juu. Firimbi ya mwamuzi wakati Rafael Ikambi kutoka Morogoro inahitimisha dakika zote 90 katika mchezo leo. Full time.